Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakuomba uendelee kusimama wakati waheshimiwa viongozi wengine na wageni waalikwa tunaombwa tukae. Mimi Grace Elias Magembe naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Grace Elias Magembe naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Grace Elias Magembe naapa kwamba katika kazi yangu ya katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Charles Ngeleja Kadonya naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Charles Ngeleja Kadonya naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Charles Ngeleja Kadonya naapa kwamba katika kazi yangu ya katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Nolasco Jacob Kipanda naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.
Mimi Nolasco Jacob Kipanda naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu wa Tume ya Utumishi wa Umma. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Nolasco Jacob Kipanda naapa kwamba katika kazi yangu ya katibu wa Tume ya Utumishi wa Umma, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Rais, naomba umruhusu sasa Katibu Mkuu Kiongozi aweze kuketi ili kutoa nafasi kwa Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi aendelee na taratibu za kiapo cha maadili. Mheshimiwa Jaji Mwangesi, karibu. Niombe tutakaotoa hali mbele ya Mheshimiwa Rais tusimame. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma. Kwa kuzingatia misingi ya maadili iliyoainishwa katika ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma ya mwaka 1995 ambayo yanatamka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma. Mimi Charles Ngeleja Kadonya ninauahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda kitendo chochote cha rushwa. Sitaomba, kutoa au kupokea zawadi, fadhila, isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma. Sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu, isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote, na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria.
nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, utaifa, ukanda, jinsia au hali ya mtu, na nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma nitapokuwa kazini, nje ya mahala pa kazi na hata nitakapostaafu au kuacha kazi. Tamko. Ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini. Ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo. Nashukuru, naomba mkae na kuweka saini zenu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo. Ndugu Majula Moluli Mahendeka, Katibu Mkuu Ikulu. Ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo. Mheshimiwa Albert Chalamila, mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi, kamishina wa maadili. Mheshimiwa Dr. John Jingu, mtendaji mkuu wa mahakama. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Jaji mstaafu Hamisa Kalombola, mwenyekiti wa Tume ya Utumishi wa Umma. Nitambue viongozi wote mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni Ikulu ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika kwa itifaki ya viapo, ninayo heshima kubwa sasa ya kukaribisha ili uweze kuzungumza na kadamnasi hii pamoja na taifa kwa ujumla, kwa kuwa tuko mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mheshimiwa Rais, karibu. Naomba wote tuinuke viongozi. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Spika wa Bunge letu, ndugu Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, makatibu wakuu pamoja na mlio hapa leo hapa. Lakini pia kwa sababu ameshaapa pia tambua uwepo wa ndugu Nicholas Jacob Kipanda, Katibu wa Tume ya Utumishi wa Umma, vyombo vya ulinzi na usalama, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Haya, baada ya shukrani kwa Mungu, niwapongeze mlio hapa leo na mmeapa kubeba dhamana mlizopewa hapa leo, na naomba mkaithibitishe imani ile mlioapia hapa kwa kufanya kazi kwa bidii na uadilifu na kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Nafasi mlizopewa leo au heshima hii sio cheo tu kwamba mmebeba vyeo, lakini ni dhamana ambayo inatakiwa ikafanywe kazi. Mna bahati kwamba mmeapa leo na mnaanza kazi leo, siku ambayo tunaanza utekelezaji wa dira yetu
ya miaka mitano, dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo ya 2025. Kwa hiyo mjue kwamba mnaingia si kwenda kupumzika kwamba nimepata cheo ngoja ni relax. Mnaingia kwenye mchaka wa kweli kweli. Sababu dira hii lazima tuitekeleze kwa kasi. Nikianza na ndugu yangu Grace Magembe. Tumeamua kukupandisha kwa katibu mkuu wa wizara hii. Karibu tu. Tunajua kwamba professionally wewe ni mtu wa afya, lakini umekuwa hatua kwa hatua kwenye wizara hii. Tulikupeleka TAMISEMI kama naibu katibu mkuu kishughulikia sekta hii. Tumekutoa TAMISEMI ukawa mganga mkuu wa serikali. Jukumu kubwa limekupa even uwezo zaidi wa kujua wizara kwa vizuri, changamoto zake, mafanikio yake. Umekutana na wataalamu wenzio ndani ya sekta, unawajua vizuri, na sasa unakwenda kuwa katibu mkuu. Imani yangu ni kwamba utakwenda kufanya kazi na kutoa ushirikiano mkubwa kwa utakao wakuta pale. Ninyi madaktari mna mambo yenu, mnajuana kule. Madaktari wakikukataa hutaweza kufanya kazi. Sana wewe ni daktari. Nenda kafanye na madaktari wenzio. Kazi niliyokupa ni administration. Ingawa wewe ni daktari. Lakini uzoefu uliopata TAMISEMI na kwengineko, nina imani utaweza kuifanya kazi hii. Unakwenda kuanza kazi ikiwa ndo kwanza tumepitisha budget, na kama unavyojua budget siku zote huwa haitoshi kulingana na vipaumbele vya wizara. Kwa hiyo unavijua vizuri vipaumbele vya wizara, unajua changamoto za wizara. Nenda katumie budget hii kwa uangalifu, lakini tupate matokeo makubwa. Tupate matokeo makubwa na kwa speed. Lakini kwa namna ya kipekee tumeamua kuwa na utoshelevu wa madawa na vifaa tiba angalau kwa 60% itakapofika 2030. Na najua kuna interest kubwa sasa hivi, watu wanakuja. Sasa nendeni kalifanyeni kazi hilo vizuri. Wakaribisheni wawekezaji waweke viwanda, anayetaka vifaa tiba, anayetaka madawa, lakini kwa quality, sio tu waje. Jambo kubwa ni vaccines za watoto au vaccines za maradhi mengine. Na hiyo itatusaidia mbele huko kulinda pesa yetu. Badala kila mwaka kutoa pesa kununua, wakizalisha hapa itatusaidia kulinda fedha yetu, lakini ukaribu access ya kupata chanjo, madawa na vifaa tiba. Kwa hiyo una jukumu kubwa ndugu yangu, nenda kafanye wajibu wako. Takuwa karibu kukupa ushirikiano, lakini kukusukuma pia. Bwana Charles Kadonya, tumekutoa ulikokuwa kule, tukuleta wizarani, tukijua kwamba kwa muda mrefu na katika ngazi mbali umefanya kazi kwenye East African Community. Unaijua jumuiya vizuri mno, na kwa kiasi kikubwa mambo mengi ya Tanzania ndani ya jumuiya ulikuwa unatusaidia. Kwa unasaidia kusukuma, ulikuwa unatupa taarifa za mapema, na tulikuwa tukifanya kazi karibu nawe. Aliyekwenda kuwa katibu mkuu wa jumuiya unamjua vyema, mmefanya kazi vizuri kwa pamoja ndani ya jumuiya. Sasa nenda kamsaidie. Nafasi aliyoondoka ndio nimekuweka wewe, na yeye amepanda kwenye jumuiya. Kafanyeni kazi kwa pamoja, kamsaidie. Interest za Tanzania ndani ya jumuiya mkazilinde vyema, lakini mhakikishe jumuiya nayo inakwenda vizuri. Kwa hiyo nina matumaini nawe, usende kuniangusha. Bwana Jacob Nkosolo Kipanda, katibu wa tume ya watumishi wa umma. Huku kuna kazi kidogo. Kuna mashauri ya watumishi, kuna malalamiko, kuna migogoro. Sasa kinachotakiwa pale ni uadilifu, kusimama kwenye misingi ya haki. Hakikisha tume yako inatoa maamuzi kwa misingi ya haki. Aliyefanya makosa ahukumiwe kwa makosa yake. Ambaye hakufanya makosa basi tume isimame katikati. Nashukuru kwamba katika
taarifa ninazozipata, na baada ya kazi yenu rais anatakiwa kusaini kwamba amekubaliana na maamuzi yenu. Kuna mengi yanakuja kwamba hapa tume ilikuwa bias au haikutoa uamuzi wa kweli, au kwa hiyo nenda kasimame sasa, kaisimamie tume itende haki, iondoshe malalamiko kwa watumishi, lakini pia migogoro ndani ya taasisi zetu hizi. Kuna mambo mengi, mtumishi anaweza akahukumiwa kwa chuki tu, kwa tatizo dogo tu, lakini akapewa hukumu kubwa. Kwa nenda kawasaidie tume, msimame kwenye haki, na kutakia kila la kheri. Nirejee tena kuwapongeza, na nirejee kusema cheo ni dhamana. Tunahitaji mengi, tunatarajia mengi matokeo kutoka kwenu. Mungu akawasaidie. Hongereni na watakia kazi njema. Asante sana. Asante.